nina maneno machache ya kushirikiana ninyi asubuhi ya leo. Ninahitaji muda kidogo wa kutosha. Nafurahi kumuona kila mmoja aliyeweza kuja nyumbani mwa Bwana leo. Funika macho yako. Mtakatifu Mungu mwema, nakushukuru sana kwa asubuhi ya leo, mchana wa leo. Asante kwa ajili ya kila sikio lililopo hapa nyumbani, na hata sikio lililopo Facebook, na hata sikio litakalosikia baada ya kipindi hiki kumalizika. Lakini Baba, maneno haya yakapigwa muhuri na wewe kwa jina la Yesu. Kupitia neno hili watu wakajua upande mwingine wa wewe Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu hukunichagua kwa makosa. Asante kwa sababu hukunichagua kwa sababu nilikuwa mkamilifu. Ulinichagua hivi nilivyo. Ulimchagua Pastor Nunu vile alivyo, na sasa tunaendelea mbele kuifanya kazi yako kwa jina la Yesu Kristo. Simama nasi Jehova, maana hatukujiita wenyewe kwenye kazi hii. Hatukujiita wenyewe kwenye kazi hii. Usiposimama nasi Baba, ni kwamba tumesimama wenyewe. Baba, tutakaa upande wako kwa jina la Yesu Kristo. Sema na kila moyo, sema na kila sikio Baba. Tembea kama Mungu, onesha uungu wako katikati yetu. Ni kwa jina la Yesu Kristo, na kila mtu aseme amen. Kwa sauti sema amen. Nikusikie tena sema amen. Umezuba, umezuba, sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema haleluya. Sema haleluya. Pigia Mungu makofi, sema haleluya. 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 Unaweza kukaa. Matangazo machache nitaomba. Jumapili itakayokuja tutajitahidi mama awe na mic yake na mimi kwangu yeye nimekaa hapo. Amen. Amen. Tuna sadaka ya kuombea, lakini kabla tujaombea sadaka niseme matangazo machache. Jumapili ijayo tuna mgeni anaitwa, sasa hivi ni apostle. Anaitwa Pastor, ni Apostle Maurice Trent kutoka Pittsburgh, Pennsylvania. Atakuwa pamoja na sisi ibada ya asubuhi mahali hapa. Lakini pia asubuhi ya saa 3:30. Saa ngapi? 3:30 atakuwa anazungumza na sisi kama viongozi. Bwana asifiwe sana. Kuna viongozi wachache tutawapunguza, maana yake wamechoka, alafu tuweze kuendelea mbele. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nisema Bwana asifiwe. Jumapili hii saa 3:30 tutakuwa hapa. Wale ambao wanapenda kuhudhuria mafundisho ya uongozi pamoja na ujumla tu wa kujua mambo ya huduma na mambo ya ndani ya huduma, wote mnakaribishwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hebu tuombee sadaka. Karibu tuombee sadaka. Nyosha mkono wako mbele kwenye sadaka hii. Baba, katika jina la Yesu nasema asante kwa ajili ya sadaka hii Bwana. Asante kwa sababu wewe ni Mungu na ni mtakatifu, tena hubadiliki. Asante kwa sababu neno lako linasimama bila kubadilika. Ulisema nileteni zaka nyumbani mwangu, mtaona jinsi ambavyo nitawabariki. Asante kwa sababu umesema tukutole zaka Bwana, tukutole sadaka mtakatifu. Watoto wako asubuhi wamefanya sawa sawa na neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Sawa sawa na neno lako, ukawabariki, ukawarudishie zaidi. Bariki kazi za mikono yao, bariki kazi zao Bwana, ukawashike kama Mungu. Ni kwa jina la Yesu Kristo. And everybody say amen. Pigia Mungu makofi. Asante sana. Haleluya. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wageni tulionao. Namuona my brother David is visiting us today. Mungu akubariki sana sana. Nimefurahi kweli kweli. Jamani, tupigie Mungu makofi kwa ajili ya David ametutembelea leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nataka kuzungumza kwa haraka, kama nilivyosema muda umenikimbia sana. Ninataka nizungumze kwa haraka. Ninataka kila mwenye sikio, anisikilize kwa utulivu. Amen. Na atakakuwa amekaa kule nje atiwe moyo kurudi tena hapa ndani. Bwana asifiwe sana.
Nitaka kuendelea na somo nililolianza Jumapili iliyopita. Jumapili iliyopita tulikuwa tunazungumzia nini? Kama umesahau unasoma tu pale kwenye nani. Tulikuwa tunazungumzia nini? Makwazo na matengano. Ile email niliyokutumia Derek, nafikiri labda ndio hiyo, it has more information. I think that's the one. This is part 2. Bwana asifiwe. Hii ni part 2, naomba tutambaa. Hii ni part 2 ya mafundisho niliyoanza Jumapili iliyopita. Hili somo ni la muhimu sana kanisani. Ni la muhimu sana kwenye kundi lolote ambalo linakutana kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Somo hili tunahitaji kukumbushwa kila mara. Huwa ni maombi ya mchungaji. Mwanangu, hata unaweza kukaa ukiweza, unaweza kuishusha pia chini. Pole sana na kushukuru sana kwa kazi nzuri unafanya. Kila mchungaji tamaa yake moyoni ni kuona Wakristo wanakuwa kiroho. Mambo ambayo yanaonesha mtu anakuwa kiroho ni pamoja na kuzijua zile njama za yule mwovu. Amen. Kama una mdomo na unajua ninataka kusema nini, unaweza kuzungumza. Amen. Amen. Kwa hiyo kila mchungaji huwa anatamani kuona watu wanakuwa. Nikukumbushe hiki unakijua. Information makes someone intelligent. Okay? Information kwa Kiswahili labda niseme tu kwa ujumla. Kuna mambo fulani au elimu, elimu inamfanya mtu anakuwa na akili sana, intelligent. Wisdom makes someone wiser. Hekima inamfanya mtu anakuwa mwenye hekima. Ukijaa elimu utakuwa intelligent. Ukiignore wisdom utakuwa intelligent but lack of wisdom. Katika vitu vinavyompa maisha marefu mwanadamu viko hivyo viwili. Kimoja, waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi. Cha pili kinachompa maisha marefu mtu ni nini? Hekima. Wisdom. Na wisdom ni pana sana. Mtu mwingine anaweza kuwa wisdom kwenye kitu hiki asiwe, anaweza kuwa wise kwenye kitu hiki asiwe wise kwenye kitu kingine. Lakini ukijaa wisdom ya Mungu, kuna mahali pengine unapata wisdom based on the situation you are facing. Kuna hekima nyingine unaipata kutegemeana na unachokikabiri, hali unayokutana nayo. Bwana anakupa hekima ya kushughulika na hali hiyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Asubuhi ninataka kusema maneno machache, I hope ni machache, kuhusu makwazo na matengano, au matengano na makwazo, division and offenses. Hii ni sehemu ya pili. Unisikilize kwa makini. Wakristo wanapokutana baada ya Mungu kuamuru wawe pamoja, wafanye kazi ya Mungu, kama Biblia yako inavyosema, wana wa Mungu, maandiko yanasema wana wa Mungu walipokutana mbele za Bwana, when the children of God had come together before God,
the devil also was among them. Nakumbuka huo mstari? Mguse mwenzako mwambie usisinzie. Ulitakiwa jana huo ulilala mapema ili kanisani usisinzie, kwa sababu ukiwa mtu mzima alafu unasinzia ile inakuwa haikai vizuri. Amen. Ukiwa mtu mzima alafu kama wewe ni alafu umevaa vizuri, yani imagine umevaa vizuri alafu unasema unasinzia kanisani, yani inakaa vibaya sana. Mama Deo mwenyewe anajua hilo. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mguse mwenzako mwambie neighbor. Mwambie jirani. Mwambie usisinzie. Bwana asifiwe. Amen. Naomba nisikilize kwa makini, na vitu vya muhimu sana vya kukushirikisha asubuhi ya leo. Watu wa Mungu tunapokutana pamoja kama kanisa, kama group, sio club. Sio club. Shetani, he is never against himself. Kwa hiyo mkikutana kama club hawasumbui. Kwa nini? Kwa sababu nini? Naomba nirudie. Hakuna kitu kibaya kama lack of knowledge, kutokuwa na elimu ya kimungu. Yaani unaweza kusimama mahali ukaonesha msimamo. Have you stupid? Kwa sababu you think you know. Nachokifurahia tena ukisimama against mimi, nilichaguliwa na Bwana nifanye hii kazi, ukasimama na mimi kunisumbua, mimi nakukabidhi kwa Mungu aliyenipa kazi. Nilianza maombi siku nyingi, naendelea nayo, wiki ijayo ninaenda kukoleza. Yaani lazima Mungu ajidhihirishe kwamba alinita. Lazima. Kwa sababu asipofanya hutakuwa na adabu. Hauwezi kuwa na adabu. Wao ni wanadamu, wao sio wa kwanza. Wako wengi sana. Walifika mahali fulani wakafikiri wanajua mambo haya, wanaelewa mambo haya, wanaenda vizuri. Mpaka Bwana alipopitisha adhabu ndio wakajifunza. Nitasoma hapa. Miriam, kitabu cha Exodus sura ya 15. Exodus nini? Kutoka. Miriam sura ya 15 mstari wa 20, jamani kwa sijui. Kumbe alikuwa nabii. Ndio. Alikuwa nani? Prophetess. Mstari wa 20 unasema akazoea kukaa na Moses. Alipokwazika mahali fulani akafungua. Na sasa wewe unaisikiza kwanza, hilo ulikuwa hulijui. Ndio maana lazima Bwana kuchape, because you think you know. Na ndio maombi yetu yameanza tangu siku nyingi. Biblia inasema viko vitu 7 Bwana anachukia. Miongoni mwao ni ulimi upandao hila kati ya ndugu. Yaani Bwana anasema anachukia. Kuna watu na midomo hapa kama wanapata kama hali fulani ya kuzubai hivi. Sizubai kaka. Viko vitu 7 ni chukizo mbele za Bwana. Miongoni mwayo ni ulimi unaozunguka. Hauwezi kwenda kanisani, unaenda tu kwa fulani unapiga domo. Unaenda kwa fulani unapiga simu, unapiga domo, unapiga hivi domo. Kwa nini? Kwa sababu umetuzoea. Miriam, prophetess, akamzoea Moses. Akaona vitu fulani havipendezi. Moses alipooa mwanamke ambaye yeye Miriam hakuwa anataka. Na kwa sababu ukisoma Biblia inakuambia Miriam alitumika kumsaidia Moses akiwa mtoto. Kwa maana yake ni kama Miriam ni dada mkubwa wa Moses. Sema amen. Sema najifunza. Sasa ukija kanisani ujitahidi
Nitazunguka na hiyo kamera, mtakuwa mnamsaidia mwanangu akijisahau kidogo. Unafanya kazi nzuri sana. Daftari yako weka pembeni, hautaweza kuandika. Barikiwa sana. Amen. Nitakuwa nazunguka ninavyoweza. Miriam alikuwa dada mkubwa. Kwa hiyo akasahau kuheshimu kofia. Akasahau kuheshimu ofisi ya mchungaji Moses. Kile ambacho ukipenda, akamsogelea kaka yake mwingine anaitwa Aaron, akateta. Mbingu zikasikia. Tutasoma baadaye. Haleluya. Haleluya. Nataka ujifunze maneno ya Mungu. ANBC haitabadilika kuhubiri injili sahihi. Yaani hapa hatutakuhubiria kile unachopenda kusikia. Tutakuhubiria kile unachotakiwa kusikia. Not what you want. There's preaching what you want, but we give you what you really need. Naelewa? It is not about what you want. It's about what you really need. Wengi hapa ndani tukienda hospitalini tukakuta kuna shida fulani, tukiambiwa tunakupa hii dawa, tutakapokupa hii dawa itakufanya uwe hivi na hivi na hivi. Kuna dawa zingine huwezi kuinua kwa kusema kwamba hiyo siitaki. Amen. 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 Ni wajinga tu ndio wanasema hiyo siitaki. Kwa daktari akiwa na njia nyingine anakuruhusu, unaweza kaenda hospitali nyingine ukatafuta ile unayotaka wewe. Ile miaka ya nyuma nyumbani kulikuwa na kidonge kimoja kinaitwa chloroquine. Unaweza kusema au kusema chloroquine. Kwa sababu tunajifunza kwa wadogo wa Kiingereza. Kwa hiyo nasema chloroquine. Ni ndio? Kile kidonge ni kichungu kweli, kichungu. Unamkuta mama, mimi si mama yako, lakini mama yangu anachukua kale kijiko, anakapasua kwanza, anakafinya kwenye kijiko. Pale umekaa, kitu kinaenda hivi kinazunguka. Akaambia panua mdomo. Wale sababu mama anajua wewe ni mtoto wake, kwa hiyo anataka kuchapa. Kizazi sasa hivi, wajuaji wa sasa hivi, huwezi kuachapa. Kwa hiyo unamrudisha mwenye nao. Anaitwa nani? Mungu. Ambaye anachompendea huwa anajua kuchapa vizuri. Mimi naweza nikakosea. Halafu sio tu kukosea, naweza nisikubalike. Kwa hiyo mama anachukua kile kidonge, anza panua mdomo. Anaposema panua mdogo, akili nasema usipanua, inapigwa ile. Kuna wengine hapa kama wananishangaa, maana hata utabasamu nafikiri ukufanywa hivyo. Labda wewe una miaka 12 au 10 umekulia Ulaya, lakini ulikulia mjini Bongo. Tena kama wadogo, wala wadogo humwambii fungua mdomo. Maana obvious mdogo atafungua tu. Yule ambaye atafungua ni yule ambaye hajawahi kuonja chloroquine akajua ilivyo chungu. Ndio anasema Lakini anayejua uchungu wake, mtoto, hawezi kuwa eti haiwezekani. Hata katika ulimwengu kuna vitoto viko hivyo. Haleluya. Nataka kuzungumza vitu ambavyo ni vya muhimu sana. Kwa hiyo kanisa linapokutana pamoja sio club. Na mchungaji sipasi kuwa mchungaji anachokupa kitu ambacho unataka kusikia. Na lazima unapokuwa kiroho kuna mahali pengine utegemee kwamba utapewa chloroquine. Haleluya. Halafu ukuaji wako wa kiroho ndio utaonesha umeimeza au umetema ukaondoka. Sema Sema
divisions and offenses, makwazo na matengano. Hakuna matengano yanayotokea kabla ya makwazo. Matengano huwa yanatokea baada ya makwazo, especially kukutana na watu wawili au magroup mawili ambayo yote ni ngangari, hakuna anayetaka ku. Tuko pamoja? Kwa tusome sasa mistari kwanza michache na tupate tafsiri kadhaa, tupate research data kidogo, halafu tutakwenda kusikia points ambazo nataka kuzungumza leo. Bwana asifiwe sana. Mguse mwenzako, mwambie mchungaji anataka usikilize kwa makini. Haleluya. Amen. Kuna mistari nimeiweka kwa urefu zaidi, not like the one in last week. This one is longer. Tuanze na kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 10. Nataka tusome hii mistari kwanza. Uisikilize mistari yenyewe kwanza. Amen? Amen. Amen. Mathayo 24 mstari wa 10. Hebu turudi nyuma mpaka mstari wa 7. Tuanzie hapa. Kifupi tu ni kwamba Yesu, haya ni maneno ya Yesu mwenyewe, anazungumza siku za mwisho zitakuwaje. Sema siku za mwisho. Siku za mwisho. Siku za mwisho. Siku za mwisho. Sema siku za mwisho. Siku za mwisho. Mstari wa 7 anasema hivi: kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali na mahali. Mstari wa 8: hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Tuendelee mstari wa 9: wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kupendwa na kila mtu. Unajua, ukiwa mtu ambaye unapenda kupendwa na kila mtu, nasikia Ndio. unakuwa hujafika hizi siku za mwisho. Lakini kama umefika hizi siku za mwisho, huwa haiwezekani kutaka kupendwa na kila mtu. Na hakuna kitu hatari kufanya kazi au kushirikiana na mtu anayependa kupendwa na kila mtu. Mahali ambapo ni pagumu, hatafanya maamuzi kwa sababu hataki kupoteza marafiki na watu. Sema Hata kwenye ofisi, ukiwa na mtu ambaye anapenda kupendwa na kila mtu au hataki kupoteza wale marafiki alionao, kama hajaelewa hiyo ofisi inafanya kazi gani, inafanyaje kazi, yuko radhi hiyo ofisi ibakie kwenye aibu, lakini ashikilie watu wake. Sema endelee. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na Watanzania peke yake. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na Wakongo peke yake. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na Wakenya peke yake. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na Wabembe peke yake. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na Wasomali peke yake. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa kama matatu hivi, manne, kiwa mengi sana, labda 5. Biblia yangu hainiambii hivyo. Neno mataifa linasimama kwa maana nyingine, kwamba utachukiwa na watu mbalimbali, na hata ambao hukutegemea, na hata ambao hukufanya chochote, na hata ambao hukutazamia. Mataifa mbalimbali, mataifa yote kwa ajili
ya hela zako, kwa ajili ya kazi yako nonda. Ukweli unabakia pale pale. Ukianza kupata hela unaanza kuchukiwa. Ukipandishwa cheo kazini utasikia kuna watu fulani wanaanza kwa vingine. Si ndio? Ukioa mke mzuri unasikia tena yani mapepo yanafanya kazi kuliko tunavyofikiria. Mungu atusaidie sana. Amen. Tuendelee mstari wa 10. Ndipo wengi watakapo pale juu inasema and then many will be offended. Tunazungumzia offenses and divisions, makwazo na matengano. Sawa? Wengi watakuwa offended. Nao watasalitiana. Jamani, hivi niko nasoma sawa au sawa? Huu ni unabii. Anautoa kwanza mkuu wa unabii anaitwa Yesu Kristo. Mnanisikia? Huu ni unabii. Anautoa mkuu wa manabii. Acha wanajiita Major One. Major One ni Yesu peke yake. Narudia tena. Major One ni Yesu peke yake. Yaani utakuwa na neno kujiita wewe Major One. Yesu Kristo Major One akatoa unabii huu. Unabii wa Yesu huwa ni precise and on point. And hakosei hata chembe. Hizo siku za mwisho ndipo wachache watakuwa wanakwazika. Wachache. Halo? Wachache watakuwa wanakwazika. Wengi. Neno wengi ukilichunguza maana yake hata ambao ukutegemea. Mnanisikia jamani? Juzi niliamka asubuhi, Bwana amekuwa anazungumza na mimi vitu mbalimbali. Kipindi hiki ni very sensitive kwangu. Kwa hiyo natumia muda mwingi zaidi kusikia na kuomba. Yaani kuna vita vilianza nikiwa nimezubaa, ambapo nilipokuwa nimegundua, cha kwanza nilidive kwenye prayer na kumsikiliza Bwana. Ndio Bwana, embassy ima nchi ikuchukua ikakupeleka kuwa balozi nchi fulani, hiyo nchi ndio ina jukumu la kukulinda. Kwa hiyo atakayekuja against wewe, kama ana akili zotimia, lazima aangalie nani yuko nyuma yako. Ni kiburi tu kitakatomfanya ignore yale yuko nyuma yako. Unaweza ukamsumbua balozi wa Tanzania, kwa sababu unasema Tanzania ile bwana kachokoze balozi wa Marekani. Sema na zaidi au kachokoze balozi wa Russia. Kwa hiyo nimekaa kwenye kiti kama balozi wa Yesu. Balozi wa Yesu Bwana. Unaweza ukazunguka unapotaka kuzunguka kutafuta haki, watu wa kusupport, unaweza kusupport. Kumbuka mimi ndio head wa hapa. Na kila mtu hapa yuko chini yangu mimi. Kwa hiyo ukimgusa mtu yuko chini yangu mimi kwa ajili ya kuleta shida kwenye kanisa, unakosea. Naenda kuziambia mbingu kwanza. Haleluya. Haleluya. Nimesema haleluya. Ndipo wengi watakapojikua nao watalindana na kupendana. Ningekuwa nina muda mwingi, sasa unajua kwa sababu na mimi mnachoka. Psychologically dakika 45 ndio mwanadamu anaweza kufocus
kusikiliza. Ukianza kuzidi, mind inaanza kutoka, na mwingine anakuwa anasinzia kidogo. Amen. Sasa kwenye kuchoka tunatofautiana pia uwezo. Bwana asifiwe. Amen. Kwenye kuchoka tunatofautiana uwezo. Mwingine alilala kazini. Mwingine hakulala kazini, alitoka amechelewa, alafu akajiandaa akachelewa kulala, alipoamka asubuhi mambo mengi. Sasa kuna utulivu kanisani, kuna kaya condition kanafanya kazi, anajikuta anakwepa mawe. Ushawahi kulala unakwepa mawe? Kwa hiyo jipe moyo. Hapo hapo ulipo, Bwana asifiwe. Mgeukie mwenzako, mshike mkono. Mwambie nafurahi kwamba uko hapa. Narudia tena, sema nafurahi uko hapa. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuendelee. Siku hizi za mwisho wengi watajikwaa. Men will be offended. Watu watakuwa wanakwazika sana. Na kama ukichunguza, juzi nilikuwa nazungumza, niliamka asubuhi, Bwana akawa anazungumza na mimi, ananifundisha kuhusu rebellion. Rebellion ni nini? Kama kwasi. Halafu jana asubuhi akawa ananifundisha sources of rebellion. Yaani vitu vinavyosababisha mtu anakuwa rebellious. Mtu anakuwa mwasi. Alivyonidondoshea vilikuwa kama vitano. Nafikiri vitano. Kimoja wapo ni pride. Pride ikikuwa inasumbuaga watu. Unanisikia? Hiyo pride ikisumbua watu inawasababisha hawa wanaosumbuka waanze kuku reject. Rejection ikolea, utakuwa unafanywa mabaya. Ukifanywa mabaya ya kutosha, unatelezea kwenye kuasi. Mmoja kumkuta mwanamke ameshapigwa sana, yani ameamua tu kuwa sasa basi liwe hapo na liwe. Moja wapo pride, kitu kingine ni rejection, kitu kingine ni maumivu, hurt. Maumivu yanaweza kumsukumia mtu kuwa rebellious. Biblia haisemi ukiumizwa uwe rebellious. Biblia haisemi hivyo. Kwa hiyo utakuwa jidanganya kushikilia hapo, nimeumizwa, ukakaa kwenye rebellious. Kwamba na Mungu atakuta kwenye rebellion hafa kusupport. Yaani wewe unajua Biblia kabisa. Hujui? Nikaandika ile study kwanza, afu nikaiandika hiyo article, nikaandika definition kwanza ya rebellion. Halafu nikaja nikacopy na kurekebisha kidogo mafundisho ya mama mmoja anafundisha kuhusu rebellion. Lakini kwa sababu sikuwa na muda kurudi kwanza kutafasiri kwa Kiswahili, manake siku yangu ilikuwa busy, nahitaji ya mafundisho yaende, nikasema ngoja nitangulize kwanza Kiingereza. Unajua moyo ulikuwa ni moyo hauna shida, yani si tena moyo uko safi. Nikaja kusikia kuna watu wengine wamekwazika kwa sababu kwa nini sikusema Kiswahili? Hello. Kuna kahali kakukwazika sana hizi siku hizi. Hizi siku za mwisho hili neno halibadiliki jamani. Na usipojilinda, hata mtu mwingine ukimkemea au kumrekebisha mahali ambapo hataki kurekebishwa, anakwazika. Kwa hiyo inaniwia vigumu. Jana tulikuwa na kikao cha viongozi, wakanishirikisha mambo ya muhimu sana. Miongoni mwa vitu walinishirikisha ni umuhimu wa kuwaonesha watu makosa yao na kuwarekebisha. Nikawaambia napenda kulifanya hilo, lakini bahati mbaya nafanya kazi na watu wengine ni vitoto, yani mwili ni mkubwa na akili ni nyingi.
lakini ufahamu wao katika Mungu bado ni mdogo. Ukimrekebisha anaanza kuwa na attitude. Kwa hiyo sipendi attitude nikiwa namrekebisha mtu, kwa sababu kwanza nikishakuonyesha na kupenda na unajua kabisa, yani hakuna doubt huyu ananipenda sana, ni kwa nini inakuwa shida kusikiliza? Haleluya. Sasa kwa sababu ya haraka na muda kutosha, tusome mstari unaofuatia, kitabu kinachofuatia. The Song of Solomon. Sura ya 2 mstari wa 15. Sikiliza, anasema hivi: the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes. Kiswahili: tukamatie mbweha wale mbweha wadogo waharibuo mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Little foxes spoil a vine. I wish ningekuwa na namna ya kuelezea vizuri. Yaani kuna tu vitu tudogo, little foxes, tudogo, tumakwazo tudogo, tu vitu tudogo, tukikolea na wewe hujui namna ya kudili na vikwazo tudogo, huwa tukichanua tukawa watu kubwa, tunaharibu wewe ambaye ni vine. Mmenisikia mpaka hapo Yes. Na shetani anajua akikwaza vya kutosha mara 10 mara 15 vikikolea amekuharibu. Twende mstari unaofuata. Sorry. We're going to the next scripture. Mathayo 24 mstari wa 12. No, iache hiyo. Romans 16:17. Tunasoma mistari kwanza hii. Warumi sura ya 16 mstari wa 17. Nisikilize jamani, na waomba sana usikilize. Inasema hivi: ndugu zangu, na wasihi waangalieni wale wafanyao fitina. Hebu tusome pamoja. Sawa ndugu zangu? Haya, tuanze 1, 3. Ndugu zangu, na wasihi waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza, kinyume cha mafundisho mliyojifunza, mkajiepushe nao. Asante sana. Ndugu zangu, na wasihi waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza, kinyume cha mafundisho mliyojifunza, mkaambatane nao, mkajiepushe nao. Tuendelee mstari unaofuata. Kitabu kinachofuata hiki ni cha mwisho, alafu tutakwenda kuangalia mambo machache. Methali sura 6 mstari wa 16 mpaka 19. Hebu tuiache hiyo kwa sababu ya muda. Hii inazungumzia vile vitu 7 ambavyo Bwana anavichukia. Mmoja wapo ni ulimi unaopanda hila kati ya ndugu na ndugu. Amen. Kwa lugha nyingine, nikija kukuambia kitu wewe kibaya kuhusu Neema, nikapanda kakitu ndani yako, unanisikia? Halafu sio tu nikapanda kitu ndani yako, mpaka nikakufanya ukaanza kuwa na vitabia vibaya kwa huyu, kwa sababu ya nilichokuambia. Mungu anachukia hiyo tabia na huwa ina adhabu.
hata kama ninakuja kukuambia kwa hali ya kukuambia tu machungu yangu. Yaani kuna watu hapa kanisani tuko tunawapoteza kwa sababu ya kusikia. Narudia tena. Kuna watu tuko tunawapoteza kwa sababu ya kusikia. Hili kanisa linakwenda kuwa kubwa. Amen. Hili kanisa linakwenda kuwa kubwa. Sijui nimesikia kutoka kwa wangapi, lakini wengi sana. Ni wangapi wameota NBC ilikuwa na watu wengi sana? Nyanyua mkono. Yaani hii mikono yote, yaani kweli unaamini hawa wote wameota uongo? Nataka kusema hivi, watakaoondoka, whether ni Mungu amewaondoa au ni wao wamejiondoa, kazi ya Mungu songa mbele. Amen. Bwana akanionyesha mmoja amerudi akiwa mtu mzima, halafu mpole. Na huyo nilimuonya mara nyingi sana, lakini ujuaji ulikuwa mwingi sana. Akaondoka, akatafuta pa kufarijiwa, akatafuta, miaka ikaenda, akakugonga, amerudi ana utu uzima, ana uchovu, halafu ni mpole. Najua kuna watu watarudi. Haleluya. Amen. Nataka nikupe tafsiri au definitions za maneno kama 4 hivi. Sawa? Tuzisome hizo definitions, okay? Hizi hapa. Uadui. Haleluya. Amen. Uadui. Enmity is the state or feeling of being actively opposed or hostile to someone or something. Uadui ni ile hali ya bidii kabisa ya kuwa kinyume au kuwa kwenye magomvi na mtu au jambo fulani. Nasikia hiyo tafsiri ya uadui, umesikia? Neno la pili, it is a deep-seated dislike of something or someone. Ni kumkataa mtu au kumchukia mtu kule kuliko kandani. Unanisikia? Ndio, pastor. Mwambie mwenzako hii maana, mwambie hii maana. Simsikia Nonda anaongea, labda hajanipata. Sasa mwambie jirani yako, mwambie hii tafsiri usisahau. Hali ya kutokumpenda mtu ikikaa vizuri ndani, namwambia kila mtu hapa, namwambia kila mtu, hali ya kutokumtaka mtu ikikaa ndani vizuri, ikafika ikatulia, hakuna kingine kinachotokea isipokuwa uadui. Sawa? Neno la pili, second word, rebellion. Okay? Hallelujah. Hallelujah. Neno la pili, rebellion, yani uasi au uprising. Na maneno tofauti yanamaanisha neno hilo moja. It is a refusal of obedience or order. Uasi ni ile hali ya kukataa kutii amri. Hello? Mmenisikia hapo? Ndio. Rosa, umesikia hilo? Suzana, unapendeza asubuhi leo. Uasi
ni ile ya kukataa kufuata nini? Amri. Unaweza kuwa na sababu nzuri, ukawa na sababu mbaya, lakini tafsiri inasema kwamba uasi ni nini? Hali ya kukataa amri. Okay? Naendelea. Anasema it refers to the open resistance against the orders of an established authority. Hii anasema hii inafananishwa sana na ubishi au ukatazi au kukataa amri ambazo zimekuwa established na mamlaka. Ndani ya Mungu pia kuna mamlaka. Sawa? Neno la tatu, kwazo au kukwazwa. It is something that outrages the moral or physical senses. It is an act of displeasing someone. Kwazo ni ile hali ya kumuumiza mwenzako au kutokumfurahisha mwenzako. Displeasing someone. Ile hali ya kutokumfurahisha mwenzako. Unaweza kufanya kitu mtu akawa hajapenda, amekwazika, si ndio? Tuko pamoja? Ndio. Neno la mwisho nafikiri. Division. Sikiliza. Matengano. It is the action of separating something into parts, or the process of being separated. It is the disagreement between two or more groups, typically producing tension or hostility. Maana yake ni nini? Matengano ni hali inayotokea ya kuachana kitu katika sehemu kadhaa, sio tu mbili, sehemu kadhaa, into parts. Kitu kikipasuka kikaenda katika vipande, ni mtengano umetokea, si ndio? Lakini pia anasema ni hali pia inaweza kutokea kwa makundi kutokukubaliana kwenye swala fulani. Hiyo hali inapotokea kunatokea matengano. Sasa muda umenishia na nataka sana nimalize saa 7:30. Nimebakia na dakika kama 7 au 6. Nasikitika. Lakini it is what it is. Na sitaki kwenda mbali sana. Lakini kuna vitu vichache inabidi nivigusie. Amen? Amen. Twende kwenye talking points. Let's go to talking points. Hizi ni sentensi za muhimu sana tulizosoma wiki iliyopita, nitaziruka zingine. Offenses are the bait of Satan. Makwazo ni chambo cha shetani. Chambo ni kale kakitu kanaweka kwenye doano. Unasema ndoano. Vile vitu tutakavyosema. Wale wavua samaki ndio tunajua. Kama ulizaliwa au ulikulia mahali ambapo haukuwahi kuvua samaki, unaweza kuyajua haya kwa kusoma kwenye kitabu au kwa kuyasikia. Kule Kigoma tulikuwa tunaenda kwa Kiingereza wanasema Mungonya. Haleluya. Kwenye mto unachukua tuminyoo, unakachomeka kwenye doano, halafu ukitupia kwenye maji, samaki mwenye njaa haangalii ule waya, anaangalia kale kanyama kale. Makwazo ni kanyama ambako shetani huwa anakatumia kukamata watu. Ukija NBC unajifunza. Sawa? Hivi vinakaa vizuri, eh? Makwazo. Kwa hiyo ukikutana na kwazo, sasa ukiwa una akili ambazo unazitegemea,
nategemea hiki hapa. Ukikutana na kwazo, cha kwanza unajiambia, hiki ni chambo. Nisipokuwa mwangalifu nitatekwa hapa. Nisipokuwa mwangalifu nitadaka mahali pasipo, halafu mimi ndio nitakuwa dakwa na shetani. Kwa sababu shetani atatumia hilo kwazo kukutoa mahali ambapo Bwana amekuweka. Na ndio kazi ya shetani. Akiweza kukutoa mahali ambapo Bwana amekuweka, kakupata. With all your reasons, with all the sympathy you can get from anybody. Tuko pamoja? Sentensi ya pili. Opportunities to give in to an offense present themselves to everyone at one time or another. No one is exempt. We all must continually guard our hearts against the temptations to become offended and harbor grudges and other negative emotions. Let's go to next talking point. Sababu muda umeisha, ngoja niruke vitu sababu nataka nimalize mapema. Nataka niruke vitu. Let's go to number 2. Sikiliza. Makwazo sio uongo. Yanaumiza watu. Sawa? Kwa hiyo kuna kitu kikifanya kikamkwaza mwenzako kinamuumiza. Ndio. Ukihaidi maji usilete. Unamkwaza mtu. Sema Ukimwahidi mchungaji nitakuja kanisani, halafu hutokei, mkwaza. Kazi alionayo mkwazwaji ni kutokuruhusu kwazo limpeleke sehemu ya pili ya kutengeneza kachuki na huyo mtu. Naona boy? Yes. Biblia inasema hivi, above all else guard your heart. Anasema linda sana moyo wako kuliko. Sasa wakati mwingine watu tunakuwa tunatamka vitu halafu hatujui maana zake. Anasema vyote. Wewe ndio mama Deo, unajua watu wengine wanakuwa hawanielewi mama Deo. Biblia inasema linda moyo wako kuliko vitu vyote unavyovilinda. Mimi ninavyokufahamu wewe na wewe unavyonifahamu mimi, tunalinda hela zetu. Si kweli? Ni watu wachache hapa ndani hawalindi hela zao. Mimi ninavyojua na David anavyojua, credit card yangu au kadi yangu ya benki na ilinda kweli, sio David? Sio David? Kadi yangu ya benki na ilinda sana. Richard, nimekosea? Ni mfano mzuri zaidi. Ili ukae barabarani kwa amani na ili uishi nchi hii kwa amani, kitambulisho chako unakilinda sana. Hello? Hello. Hello? Hello, Pastor. Mmenisikia tena nimesema hapo Yes. Vitambulisho. Sasa kuna wengine ambao alikuwa hana makaratasi, akaenda pale toka president akapata kitambulisho. Yeye kabisa anajua hiki nimekipata ni kwa mkono, yule baba yule mama hakuangalia kile kile kitambulisho. Na unajua kabisa umekipata kwa mkono wa Mungu. Unalinda kisipotee, maana unajua ikipotea na wewe umepotea. Sasa uongo.
wote tuliona green card, sema tuliona green card. Tuliona green card. Ikipotea unasimamisha shughuli zote na kanisani hutaenda mpaka umeipata kwanza. Yaani unaona yule msichana unayempenda sana. Unaona yule msichana unampenda sana yule. Akitaka kujua tofauti ya green card yako na yeye, uipoteze, halafu yeye kwa wakati umepoteza anataka attention yako. Yaani nakupa mifano ili urudi kujua kutafsiri maneno. Najua tunasemaga maneno tu. Huyo msichana ndio atajua thamani ya green card yako na yeye. Unapomwambia yani hani wewe mimi mtaua mtu. Brother Joe. Mtu akugusa mimi. Yaani hata ugomvi hujaanza hapo. Hawanijui. Unataka kumuonesha kwamba yani unajua huni hawanijui. Kwanza ni nani alikutokoza? Ni nani? Simu yake kwa wapi? Simu yake kwa wapi? Huo ni mkwala tu. Kipindi hicho tunapiga makelele, waambie green card yako imepotea. Utamwambia msichana nakuja. Bwana asifiwe. Ni uongo ni uongo. Ni kweli. Wengine. Naomba nivae koti. Hata muda umeisha. Wale ambao tuna makaratasi ya kuishi nchi hii, mkuu wa nchi wa miaka hii wa miaka hii ana kichwa chake. Kwa hiyo hata wale ambao una green card unakuwa hujua kiamka siku nyingine atasemaje. Huwa ana tweet. Hujua atasema nini? Tunaomba Mungu asiseme kwamba wale wote walipata green card kwa kuoa. Tunazikagua. Alafu NBC tukasema tumeanzisha maombi ya kuombea green card. Tumeanzisha maombi ya kuombea. Tutakosa nafasi hapa. Vita vijatosha. Tunalinda sana vitu fulani vya kwetu. Sasa Biblia inasema hivi, linda moyo wako kuliko hivyo vyote. Ndio maana huo mstari, sema haleluya. Sema nimeelewa sasa. Nimeelewa sasa. Na sababu kubwa inabidi ulinde moyo wako ni kwa sababu ndiko zitokako chemchemi za uzima. Chochote kinachotaka kugusa hapo lazima uwe mwangalifu nacho. Na ndio hapo ambapo hata wengine tunasema hata pombe hapana. Wengine wanasema unajua Biblia haisemi kuhusu kunywa pombe. Ni katika tu kuyachambua maandiko ndio unaanza kukuta vitu. Wataalamu wanasema sikupata neema ya kunywa. Lakini wataalamu wanywaji wanasema ukinywa kuna vitu ndani ya pombe vinakwendaga kwenye sehemu ya akili inayofanya maamuzi. Halafu inapagusa hapo. Ikipagusa mlevi anafanyaga maamuzi unapokuwa unashangaa. Ndio. Unaanza kumesimama na mlevi hapa. Mnaongea, akageuka tu hapo akaanza kukojoa. Unaona tu. Akimaliza kukojoa anatema mate hapa, anafunika huko. Anatema mate tu, anafunika huko.
Usicheze. Alafu unakutana na wahubiri wanakuambia, kunywa kidogo sio dhambi. Alafu wewe mwenyewe mwenye akili zako unajiuliza, hivi nilishawahi kunywa kidogo? Niliwahi kufaulu kunywa kidogo? Mungu atusaidie. Tusitoke nje ya topic. Nitaka tuamke kidogo. Linda sana moyo wako. Huwezi kulinda moyo wako kwa akili zako peke yako. Lazima Mungu anaitwa Roho Mtakatifu akae ndani yako kuweza kukuonesha vile ambavyo akili na macho ya mwili hayawezi kuviona. Narudia tena. Kulinda moyo wako, lazima Roho Mtakatifu akae ndani yako, mwenye uwezo wa kuona vya ndani ambavyo akili yako na macho yako ya kawaida hayawezi kuona. Ndio maana kwenye mafundisho yetu ya ndoa tunasema kwamba muombe sana Mungu akupe mke au mume. Sema mke mwema au mume mwema, mtu upewa na ni Mungu anayeona. Ukikutana na yule dada, yule kaka, na mara nyingi tunakutanaga mahali pazuri, kwenye party, kwenye harusi, kazini. Hizo sehemu zote zimependeza, si ndio? Tena mara nyingi wadada na wakaka pia, kina wadada wa siku hizi poda gani jamani. Nilikuwa naangalia video, natafuta lugha ya unyenyekevu. Unakuta dada anakuwa tu yuko vingine vingine. Sema Sema Unakuta tu dada yuko vingine vingine. Anaanza hatua ya kwanza, anaweka kalea ka kwanza, anapaka kalea ka pili. Leo nimeona nyingine, dada mmoja ni kipara kabisa, yani anatumia tumeotaota kama tumafungo. Wanaonesha hatua ya kwanza wameziba, ya pili wakaja wakabandika nywele. Wewe kuomba utaki, kwa sababu si una akili nyingi. Alafu wewe unajijua ni mjanja. Unaoa sasa au unaolewa. Si unajua tunafanya mafundisho ya ndoa. Kwa hiyo unaamini tunapokea simu nyingi. Halo. Tena kama simu zilikuwa nyingi sana. Alafu wengine wanatolea mjana, wanajiona kama ni haki yao upokee simu yao. Mwingine alinipiga, alafu nikapokea, akasema subiri, ananiambia mimi subiri kwanza. Nikasubiri. Nikasema kazi ya Mungu sasa. Alafu kwa hiyo akasema nataka kuongea na wewe. Mungu akamsaidia, akasema una muda hapo? Nikasema niko kazini. Akasema Nikasema waka ndio tunasema Sasa basi munipigie. Simjui. Mnanisikia? Roho Mtakatifu ndio anakusaidia kulinda moyo kwa kukuonesha visivyoonekana kwa macho ya nje wala visivyopimika hospitalini. Si unajua kuna magonjwa hospitalini yanaonekana. Kuna magonjwa hospitalini hayaonekanagi. Chuki hayaonekanagi. Umalaya, tena unaweza kuwa msichana kumbe ni malaya. Unaweza kuwa mwanaume kumbe ni gonga snake. Unasumbua watu, unaomba mnipe mchango nini? Kitchen party. Send off kitchen party. Michango yote. Lakini mtoto anapozaliwa afanya wiki kitchen party. Ndio unafanya nini? Baby shower. So kitchen party. Au send off. Nafikiri watoto wanatakiwa wafanywe send off mbinguni, kama tunakusend duniani. Ukasikia kanya. Nafikiri vizuri mbinguni ukiwafanyia watoto send off.
thou shalt go into the wilderness and prosper. Nani to prosper? Haisemi process ya prosper. Yaani unajua maana kuna napenda sana. Unaweza kusema thou shall prosper. Haikwambii kwamba by the time na prosper kuna jicho moja kwa limetoka. Haisemi. Kama utakuwa umefungwa mara mbili labda kabla hujafika unasema sasa ndio prosper. Unauliza sasa katika hali ya kuprosper una mangapi umepitia? Unasema wewe ndugu yangu acha tu. Nikikwambia mahali nilikopita utashangaa mwenyewe. Haleluya. 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 Usije ukadharau mafundisho tunayokuambia. Na nafundisha narudia. Mtu asikudanganye bwana. Roho Mtakatifu ni mtakatifu kweli. Na Roho Mtakatifu hakaipa chafu. Mtu anapenda klabu, anakwambia na roho. Yaani kuna kichaa fulani, lakini kwa sababu unajua kuna wakati nikiamua tu niwe mwenyewe. Na kama nikamwambia mtu una kichaa, lakini kwa sababu siwezi kusema na nasema yani bwana. Yaani kweli. Yaani unaimeza. Lakini unajua kabisa huyu ana tatizo. Halafu amepata watu wajinga wamemkia moyo kwamba una roho. Kristo anakaa ndani yako. Lack of knowledge. Lack of knowledge. Muda sasa umeisha. Yaani ili somo ni tamu sana. Unanisikia? Hebu angalia sentensi ya pili. Turuke tuna sentensi ya pili. Sentensi inayofuatia. Do we have another point from that number 2? Or that was it? Let's some hii chini hapa. Makwazo yanatofautiana uchungu. Si ndio? Kuna makwazo mengine uchungu wake sio mkubwa. Mume wako akilala na msichana mwingine hauumi sana. Ejeni anafanya. Anasema unasemaje? Mke wako akilala na bwana Segera Matata. Ndio kwa kuta Segera Matata amelala na mke wako. Halo. Uchungu unakuwa sio mkubwa sana, sio mama Deo. Hata wale ambao unawajua wewe kwamba ni wapole, wewe ikifika hapo ni vile sina maji ya kunywa, sio kuna kitu kimekuwa hapo. Sitaji maji mwanangu. Nashukuru sana. Leo nakupenda huko sharp. Na nisaidia sana, Mungu akubariki sana. Haleluya. Machungu yanatofautiana. Kwa sababu ya tofauti ya machungu, reaction, Kiswahili nini? Reaction. Namna ya kuwa mwehu. Namna ya kuwa mwehu kwenye uchungu tunatofautiana pia. Wako ambao wakipata hata namna za kuitika kwenye uchungu ni tofauti. Mwingine akikuta mume au mke amekanywa sikia, mama ya nakufa. Ndio naambia jamani, tuwezi wait, tunaweza kwa tuwezi wait, tunaweza kugaragara chini. Haleluya. Mwingine uchungu ukikolea yanaanza matusi, yaani utegemea nasikia tu amini ndio kama mamako sikia Mungu ndio so baba. Mwingine sema utanitambua wewe.
Unatamani wote waweke sehemu moja, uanze kummonita mmoja mmoja, uanze kuobserve. Haleluya. Haleluya. Machungu yanatofautiana ukubwa. Mtu akiwa ana react kwenye uchungu wake, unasikia kwa makini. Chukua hicho kidole, weka chini. Usifanye wewe nayo umezidi. Sindio? Na ndio hapo shetani huwa anateka advantage sasa. Anakuja kwenye namna anavyokujua. Kuna wengine wanajulikana ni wamama wenye hasira. Yaani akiwa ana hasira imekolea, anaweza kuchukua kawembe, anapokuwa anakuuliza, anakuwa anakuchanja chini kidogo kidogo. Ukafanyaje? Kwanza ulianzaje? Kwa lazima tuwe uangalifu sana, Bwana asifiwe. Lazima tuwe uangalifu sana. Unapoanza kuona mtu anaanza kubehave vingine, unakuwa muangalifu naye. Uangalifu wako unakusaidia kwamba na wewe usije ukaingizwa kwenye. Ulishawahi kwenda kuamua ngumi bila utulivu, ukatoka huko yaani unapigwa ngumi, unagusa, umepata sura mpya. Mchungaji, habari yako? Ndio. Umesema ndio. Kwa hiyo unapokwenda kuamua ngumi, kaka Kedi jana akasema hivi, ukitaka kuwa polisi nzuri, lazima unawaza kama jambazi. Ndipo utaweza kuwa polisi nzuri. Yaani hivi nilivyo mimi, au vile alivyo Benihini, akitaka kuwa polisi, inabidi Benihini hawaze kama jambazi. Brian Khan, vile akitaka kuwa polisi Brian Khan, inabidi hawaze kama jambazi. Ukienda kuamua ngumi, lazima umake sure kwanza una uwezo. Halafu kwa sisi ambao tumekaa rohoni au tunaishi rohoni, unamuuliza Mungu, umenichagua umenichagua amue kimbele mbele. Shetani anakipenda. Shetani anapenda watu wenye kimbele mbele. Daraki. Hata ukiletwa kesi, omba Mungu kwanza nihusike. Kwa sababu ukikosea, when everything is said and done, mambo yote ya kusuluhisha ikamilika, kuna naya kwako anasema fulani alikuja kumshauri ushenzi tu. Ni uongo. Mungu atusaidie sana. Amen. Point ya pili, tamaliza sasa. Point ya chini. Hebu tuende kwenye point ya Moses. Let's go to Moses. Let me finish there. Kwa sababu ya muda. Let me finish there. Let's go to Moses. Division among God's servants. Moses alikuwa mtumishi wa Mungu. Miriam alikuwa mtumishi wa Mungu. Aaron alikuwa Mtumishi wa Mungu. Wakati Mungu anamchagua Moses, kitabu cha Kutoka sura ya 3, anamwambia Moses kwa kumtokea kwenye kichaka cha moto, si ndio? Ndio. Yaani Mungu hakutuma nabii. Mungu hakutuma yeye mwenyewe kwenye kichaka. Biblia yako kifupi inasema wakazungumza pale. Kwa hiyo anasema hivi, Mungu akamwambia Moses alikuwa muha. Sema amina. Amina. Moses Mwebrania akamwambia Mungu,
Mungu anamwambia nataka ukakomboe, nimesikia kilio cha watu wangu, nataka ukawakomboe. Anamwambia ukisoma Biblia hapa anaanza la kwanza hiyo Moses alimfresh sana. Sasa who am I? Ndio sasa mimi kwanza ni nani? Nikaenda kuwakomboa wale. Umekosea address. Mimi niko zangu hapa nachunga mbuzi za baba mkwe kondoo. Niko hapa eti mimi mchunga kondoo na niambia nikaongea na rais. Anasema who am I? Maandiko yanasema Bwana akaendelea kuzungumza naye mpaka akafika mahali akampa saini 3 za kumtia moyo kwamba anachomtuma kitaenda sawa. Saini ya kwanza akasema si una fimbo mkononi? Let's go Derek. Saini ya kwanza, the first sign, akamwambia si una fimbo mkononi? Bwana akaifanya ile fimbo ikawa nyoka. Alafu akamwambia Moses akaruka, ile fimbo ilibadilika kuwa nyoka. Alafu Bwana akamwambia hiyo nyoka na hiyo ogopa. Kuna revelation hapo. Ilikuwa ni fimbo, ilikuwa ni msaidizi. Nimemgeuza kuwa nyoka. Sasa nenda, Biblia yako inasema vizuri. Inasema kamata mkia. Biblia yako inasema Moses kwanza alikimbia. Nyoka, fimbo yake bwana. Ghafla imekuwa nyoka. Akatoka speed. Na kwenye kukimbia hawaoneshi kama alikuwa na mbio sana. Kwa hiyo kuna tofauti kidogo. Nilishasema kukimbia tunatofautiana. Si ndio? Tusiende huko. Sisi kama Mungu alimwambia, Moses, usichomoke. Moses akarudi. Kama moyo kuna mwenda mbio, itakuwaje hapa? Bwana msasa tulia. Shika mkia. Unajua unapoenda kwenye nyoka, hauendi kama gangu, wewe ni kama nyoka. Kwa kufanya hivi. Na akifanya hivi kidogo. Na tunaruka tofauti. Kuna watu wengine anaruka kama vile amekosa upinde. Moses akaenda akashika mkia. Akashika mkia. Aliposhika mkia, nyoka akarudi kwenye original form. Kuna watu wanaweza kageuka, lakini kwa utaratibu na maelezo ya Mungu mwenyewe, instructions of God, at God's time, we can go to the tail. Tunaweza kwenda kwenye mikia tukakamata na mtu akarudi tena kwenye original form. Hallelujah, hallelujah somebody. Nimesema hallelujah somebody. Tunamtumikia Mungu mwenye uwezo, anaweza kugeuza chochote kile. Hallelujah. Nimesema hallelujah. Saini ya pili, akamwambia sasa, ingiza mkono wako mfukoni. Akaingiza. Akasema toa. Toa. Mkono wake uliokuwa mzuri, mkono wake uliokuwa unamsaidia. Revelation safi sana. Mkono uliokuwa msaidia, umepata ukoma. Bwana anamuonesha haijalishi ni nini imetokea kwako, I have power to change that. Ninayo nguvu ya kubadilisha hicho.
wakati mwingine tunaogopa watu na kuogopa vitu na kuogopa matatizo, lakini Bwana umesahau tunamtumikia Mungu aliye hai, tunamtumikia Mungu mwenye nguvu, tunamtumikia Mungu mwenye uweza. Nothing is impossible to God. Hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Kama na Moses, ingiza mkono wako mfukoni. Wakati mwingine Mama Katrina, mkono wako au kitu kinachokusaidia au watu wanaokusaidia ndio mkono, wanaweza wakabadilika. Usigombane nao, mlilie Mungu. Alipoingiza mkono kwa maelezo ya Bwana, mkono ukapona, ukarudi vile ulivyokuwa. Huoni Moses anaanza kuushangaa kwa kutukana huo mkono? Anaushangaa kwa kujiuliza what happened. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Anampa saini ya 3. Anamwambia utachukua maji ya mto Nayo, utayamwaga kwenye ardhi, yatakuwa damu. Utapiga hizi saini 3. Moses alikuwa amesema hawataniamini wale Waha. Unanituma mimi? Hawataniamini, mchunga mbuzi mimi. Akasema mimi nitaenda na wewe Muha. Unajua, akasema kwanza nitakupa uwezo. Akampa hizo. Bado Musa alikuwa na hofu, lakini mahali pazuri. Akafika mahali Musa akaanza kufanya kazi ya Mungu, huku Bwana akiwa mbele. Halo, huku Bwana akiwa mbele yake. Bwana akawachukua wakubwa zake. Sema haleluya. Haleluya. Bwana akawachukua wakubwa zake, ndio akawafanya kuwa wa kumsaidia. Yeye akawa ndio mkubwa wao. Unanisikia? Yaani Mungu anaweza kuchukua na umri wako ulio nao, akakufanya uje kusaidia mdogo Pastor Donis, mdogo Pastor Nuno. Ukiwa huelewi principles za kimbingu, una kiburi, una ukubwa, hutaweza. Lakini kama Bwana amekuchagua na lazima ufanye, unaweza ukakataa siku ya kwanza, halafu Bwana akakutengeneza ili ukubali. Bwana akikutengeneza, sitaki kueleza anakutengenezaje. Haleluya. Haleluya. Miriam, kwa sababu alikuwa amemzoea Moses mdogo wake, tena sio hivyo, alikuwa na sababu nzuri za kujieleza. Huyu Moses mimi ndio nimemsaidia. Moses alikuwa hajui kuvaa. Moses kwanza mimi ndio nimemsaidia. Kichwa chake kinajua. Akajisahau, akateta na Aaron kuhusu mwanamke ambaye Musa alimuoa. Bwana akasikia. Hebu tusome sasa hapo tu, alafu tumalize. Haleluya. Tutasoma sura ya 12 ya Hesabu. Tunamaliza kitabu cha Hesabu sura ya 12. Tutakuwa tunaruka. Kisha Miriam na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. Wakasema, "Je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu?" Sasa sikiliza. Kwanza walimteta kwa sababu ya mke aliyooa. Hawakuwa wanampenda. Na sio Musa, hapa Biblia inaonyesha Miriam. Unanisikia jamani? Halafu sio tu hapo,
Miriam si alikuwa ni nabii, si ndio? Na mbona huwa anazungumza naye? Naye huwa anaota ndoto. Naye huwa anajua kutafsiri ndoto. Hamuhitaji Musa tena. Watamu sana. Anamwambia, ni kweli Bwana amenena na Musa peke yake? Hakunena na sisi pia? Bwana huwa azungumza na sisi. Ni kweli Musa tu peke yake? Mimi ni prophetess. Kabla Musa hajawa chochote kile, mimi Bwana alikuwa anazungumza na mimi. Bwana akasikia maneno hayo. Basi huyo Musa alikuwa mpole, hajasoma, hajui kupambana kisomi. Mstari unaofuatia wa 4, Bwana akanena ghafla. Kuna vitu ukifanya mbingu zinashituka ghafla. Yaani kuna mahali utakiwe. Unajua kuna watu huwa wanaambiwa touch not my anointed, do no harm to my prophets. Wanafikiri ni neno tu. Yaani mazoea ni mashenzi. Unanisikia? Mimi nimekaa kiti nasubiri kusikia tu news. Whether sisikia unasikia, zitatokea tu. Touch. Unajua kuna watu hapa ndani hatujawahi kujua seriousness ya kumgusa mtumishi wa Mungu. Kuna mtu hapa ana swali kwamba je, hivi kweli Pastor Donis aliitwa au kuitwa? Kuna mtu ana swali kama Pastor Nunu sio nabii. Hello? Ghafla Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na prophetess na kuambia, walikuwa kwenye hema. Akasema, jinga kabisa nye. Chapo. Jinga sana. Chapo. Kifanya mna akili nyingi. Najifanya mnajua manabii wengine siku hizi. Na wachungaji wengine mnawafuata siku hizi. Mpaka mmepoteza focus. Sema manabii wengine wanawaambia. Ndio shida ya kanisa la sasa. Wachungaji tuna kazi. Watu wakishajua manabii wengine watakutrash bwana. Lakini nampenda Mungu kaji kuchagua. Akawaweka watu, yeye akawaweka watu chini yako. Ndio usigombane nao. Ukijua Mungu amekuweka chini yangu, uwe mwangalifu. Touch not my anointed, do no harm. Usiende kusema vitu vikaleta harm kwa kanisa na kwa mtumishi wa Mungu. Atakuchapa tu. Akasema tokeni nje ninyi watatu, mwende hemani wa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Miriam waliokuwa wanateta. Nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu mimi Mungu, akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo nilivyo kwa mtumishi wangu Musa. So katika maono na ndoto naongea na watumishi wangu. Lakini kwa Musa naendaka level ya juu. Miriam, yaani kwa sababu wewe ni prophet, kwa sababu wewe ni nabii, unafikiri unalingana na wengine. Yaani kwa sababu na wewe unaota ndoto, unajua Bwana nawe anasema na wewe.
Bwana anamwambia Miriam, sivyo nilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake sio ndoto tu, kwake sio maono tu. Yaani huyu huwa na keti naye, nitanena mdomo kwa mdomo, maana wazi wazi wanasikwa mafumbo. Maana nyewe wengine huwa anaotesha ndoto inakuwa bado ni fumbo kwako, unashinda na bila kupigia watu wengine kuwauliza hapo pagoje. Mwingine ameota, jamani naogopesha, mwingine ameota kuna mmoja miongoni mwetu anachuna watu ngozi, watu wa ndani. Ni mtu ambaye wote tunamfahamu. Yaani ndoto mpaka unasikia, ukitoka kwenye ndoto unasikia kama unapata ganzi. Yaani Mungu akikuita, Mungu akikuchagua, anakupaga taarifa, anakupa maendeleo ya watoto wako, hali zao, nani anaenda kwingine, nini ufanye. Haleluya, haleluya. Amen. Maana wazi wazi wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Hivyo tu tunaelewa. Ndio. Mbona basi ninyi manabii wadogo wadogo mnajiona wakubwa, hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu hayo, huyo Musa? Hasira ya Bwana. Halo? Hasira ya Bwana. Hasira ya Bwana ikawaka mpaka akasahau kwamba huyo Miriam alikuwa prophetess. Yaani kuna mahali ukimgusa Mungu anasahau alikutumiaje, anaweka pembeni alikutumiaje. Hasira ya Bwana tena akasema zikawaka, sio moja tu juu yao, naye akaenda zake. Kisha lile wingu la Bwana au upako likaondoka kutoka pale juu ya hema. Lilipotoka tu, na tazama, Miriam ghafla akawa mwenye ukoma. Sema upako unalinda. Upako unalinda. Nisikilizeni, nimemaliza. Ulikuwa ni ujumbe wa muhimu sana. Kuna watu huwa hawaelewi. Kila mtu hapa ndani, kila mtu, hata kama unajiona umeshamsogelea Mungu sana, kuna upako unaotoka juu yangu na Pastor Nunu ambao wewe unakaa chini yake. Mnanisikia? Kwa hiyo hata ukiota kiburi, hata ukiumia, hata ukikasirika, hilo usilisahau. Ukoma ukamkamata ghafla, mweupe kama theluji. Haruni akamwangalia Miriam, na tazama, yule mwenye ukoma. Kisha Haruni akamwambia Musa, Bwana wangu, nakusihi sana. Ukisoma habari hii mpaka mwisho, ilibidi Haruni intervene kuomba Mungu amhurumie Miriam. Lakini Mungu huko chini akasema lazima siku 7 kwanza zidunde. Unanisikia? Naomba nisikilize pale nyuma, nisikilize pale nyuma. Tunza, naomba nisikilize, na maliza sasa hivi. Pamoja na maombi ya Aaron
kubembeleza. Mnasikia? Mguse mwenzako, mwambie usisinzie, mchungaji anamaliza, usisinzie. Pamoja na maombi ya kuomba Mungu amrehemu kwa sababu aligusa pasipo. Kuna mahali jamani, hata ujifanye umefanikiwa kiasi gani, usiguse. Hautapungukiwa na kitu. Funga tu mdomo, nyamaza. Hautakufa. Nani alikwambia kwamba eti ukienda kuventi ndio unapata uponyaji? Nani alisema ukiventi, ukienda kuzungumza na kusema hivi na kujiona wewe ndio mwenye haki na ndio eti utapata uponyaji? Biblia inasema hivyo. Anayetoaga uponyaji ni ndio ambaye tunakwenda kumlilia. Na kuna vitu Bwana huwa anaruhusu kwa makusudi yake. Yaani kuna machungu mengine Mungu kabisa anahusika. Na wakati mwingine kuna uchungu anaruhusu atutengeneze. Ndio maana Biblia yako inasema hivi, mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Hata la machungu wewe mshukuru Mungu, maana lina sababu yake. Aaron akaomba, Bwana akasema lazima aende siku 7. Kuna adhabu Bwana akitoa, hakuna kinachoitengua. Mnasikia? Kuna adhabu Mungu akitoa, hakuna kinachotengua mpaka muda ambao Mungu ameamuru ukamilike. Na maliza kwa kusema hivi, do not give a space to the devil. Usimpe shetani nafasi. Ukimpa shetani nafasi, kumbuka nafasi unampa shetani kwa kuangalia maumivu yako na kuanza kufanya ambavyo ni kinyume na maandiko. Shetani akijua umekwazika vizuri, anaiona nafasi ya kuingia. Narudia tena, usimpe shetani nafasi. Hebu tusimame. Ukiwa umesimama, tumia muda huu kumwambia Bwana akusamehe mahali ambapo yamkini yawezekana uliwahi kufungua kinywa ukanena maneno yasiyo kwangu au Pastor Nono au kwa mtumishi yote ambaye hakufanya chochote, ambaye ulimzoea. Mwambie Bwana akusamehe kama unaona hayo maombi ni vizuri uyafanye. Lakini kama unaona umekamilika, haujawahi, hauhitaji kufanya hivyo. Tufunike macho. Unaweza, 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 Mwokozi. Unaweza, Mwokozi. Unaweza Baba, unaweza, 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 Mwokozi. Unaweza, Mwokozi. Unaweza Baba, unaweza Baba, unaweza Baba, unaweza Mwokozi. Unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi. Unaweza Baba, unaweza Baba, unaweza Baba, unaweza Mwokozi. Unaweza Baba, unaweza Mwokozi. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna
Bwana kusamehe mahali ambapo unahisi una dhambi, unahisi umefungua kinywa chako ukapanda hila kati ya ndugu na ndugu. Umemsingizia mwana wa mama yako, umekiacha kinywa chako kikanena mabaya, Bwana akanyamaza, ukadhani ya kwamba Bwana ni kama wewe. Lakini Bwana anasema atayapanga haya mbele yako, ataweka hayo mbele yako. Anasema tumuogope Mungu, sisi tunaomsahau Mungu asije akaturarua tukakosa mtu wa kutuponya. Hebu tumia muda huu kuomba, mwambie Bwana kutakase kwa jina la Yesu. Baba tutakase, Baba tusamehe, Baba tusafishe, Baba tuhurumie. Kila dhambi tumetenda, kila tendo tumefanya, kila neno tumelisema kwenye vinywa vyetu Jehova, mahali tulipopanda hila kati ya ndugu na ndugu, tukasema maneno yakapanda uchungu, yakapanda chuki, leo tunakisogelea kiti chako cha rehema. Tunaomba utusamehe Bwana, tunaomba utusamehe Mtakatifu, tunaomba utusamehe Jehova kwa jina la Yesu Kristo. Tusamehe Baba, tusamehe Yesu. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Linda kanisa lako na kila hila za shetani zenye lengo la kuvunja kanisa, zenye lengo la kuendelea kuwaharibu na kuwapanda maneno mabaya watu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila anayepanda hila, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Shughulika naye, shughulika naye, shughulika naye, shughulika naye, shughulika naye kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mtakatifu, asante Mungu mwema. Ni kwa jina lako Yesu tunaomba na kuamini, na kila mtu aseme amen. Sema amen. Pigia Mungu makofi, sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Mungu awabariki sana. Nishike neno la leo, na kama unahisi utasahau, usiache kwenda YouTube au Facebook ukasikilize upya tena. Likae ndani, lizame ndani li neno, likusaidie, likulinde, likupe ufahamu zaidi. Mungu akubariki, Mungu akulinde, Mungu akutunze, Mungu azungumze na wewe. Roho wa Bwana awe juu yako na ndani yako, akuoneshe visivyoonekana kwa macho ya nje, visivyojulikana kwa akili ya kibinadamu, katika jina la Yesu. Bwana akubariki, akulinde na magonjwa. Bwana akubariki, akulinde na wabaya. Bwana akubariki, akushike mkono wako, akuongoze kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Pigia Mungu makofi mmoja, one more time. Haleluya. Bwana awabariki sana. Tumefikia mwisho wa ibada yetu. Kuna zawadi baada ya kumaliza Facebook live, tunataka tukaimaliza. Yes.